Dada Angel, karibu sana. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Kibamba. Nimetokea Mloganzila Kibamba. Okay. Nimesikia kutoka kwenye mtandao Facebook. Nikasearch Joyce Kiria. Nikapata. Ila jinsi ya kulipata jina, kuna mtu mmoja ananiambia hivi, huko alikuwa anafanya kazi akasikia hapa kuna kampuni ya Dada Center. Kwa hiyo kuna rafiki yake ambaye alikuwa anafanya, aliingia katika huo mkataba, ambaye akamwelekeza jina naitwa nani, nikasearch nikapata namba nikapiga. Maana na mimi nilikuwa najiuliza wewe umeingiaje tu moja kwa moja kunisearch. Kwa hiyo maana yake kuna mtu alikuambia habari zangu, si ndio? Kwa sababu huyo mtu alijua una shida na kazi au alikuona tu kwa nyumbani au alikuwa? Nilimwambia kwamba nina shida na kazi, nikasema kuna mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya Dada Center mwaka mmoja, ni mkataba. Akanielekeza, baadaye nikamwambia nimsearch kwa kutumia vipi, maana Dada Center nilikuwa na search. Yaani nilikuwa nakosea jinsi ya kuandika, akaniambia andika Joyce Kiria, nikaandika ndio ikatokea. Okay, karibu sana Dada Angel. Asante. Wewe shida yako ni nini? Mimi shida yangu kubwa ni hela. Ndio. Ili niweze kujenga. Jenga. Unataka kumjengea nani? Binafsi kujenga ni nyumba yangu tu mimi binafsi. Ya kuishi. Okay, umeshanunua kiwanja au unataka kwanza kununua kiwanja afu ndio ujenge? Kiwanja kipo. Japo sijanunua, niliachiwa tu. Uliachiwa na nani? Niliachiwa na dingi yangu. Dingi yako? Baba. Wewe unatokea wapi wewe? Wewe ni mtu wapi? Ndio umetokea Kibamba, lakini asili ya nyumbani ukokulia ni wapi? Asili yangu kabisa ni Songea. Songea? Okay, wewe umekulia wapi? Songea au umekulia Dar es Salaam, umekulia wapi? Nimekulia sana Songea, ndo nikokaa kabisa na kusoma. Ndio ulikosoma? Umesoma mpaka? Nimesoma mpaka form 4, sikufanikiwa kupata cheti, lakini then nikaenda chuo cha ufundi. Umesoma ufundi gani? Mambo ya nguo. Nguo? Nani ufundi, hujui ufundi gani jamani? Unasema ufundi wa nguo. Mambo kama unatupiga dude. Nguo za kiume hizi. Ndio ufundi gani sasa? Yaani wewe chuo ulichosoma, kitu ambacho umesomea unashindwa kukijua tu moja kwa moja. Ufundi wa cherehani. Ndio umepotea kichwani kwako ufundi wa cherehani. Kwa hiyo ulisoma ukahitimu. Ulisoma kwa muda gani? Miaka 2. Kwa hiyo unajua kushona nguo za kiume. Vizuri kabisa. Okay, kwa hiyo kiwanja uliachiwa na dingi yako. Huko Songea ndo mnaita dingi baba? Au? Sijaelewa. Hapana. Dingi umetoa wapi? Ni mazoea tu jinsi alivyotuzoesha. Nani? Mwenyewe anapenda hivyo. Anapenda kuitwa dingi. Yuko wapi? Yupo. Yuko wapi? Yupo nani? Hapo Mloganzila. Au uko naye huko? Kibaha. Mloganzila. Mloganzila iko wapi? Kibamba, Kibaha iko wilaya gani? Kibamba. Iko wilaya Kibaha. Kibamba. Okay, sawa. Kwa hiyo wewe pesa unazotafuta unasema ni kwa ajili ya kujenga. Kwa hiyo utajenga kupitia mshahara ambao utakuwa unapata kwenye hizo kazi za ndani. Then nikifanya kazi za ndani, nikimaliza, tafungua frame yangu. Kisha kununua cherehani na nini, nikishaanza ufundi wangu. Pesa itakayoniingizia pale mtaji ndio nitakuwa nawekeza huko kwenye kujenga. Kwa hiyo kwanza hapa unachotafuta ni mtaji wa biashara ili uweze kujiendeleza kwenye biashara yako hiyo ya kushona. Ndio. Maana wewe unasema unatafuta kujenga. Although kuna wadada wengine wanakuja direct wanajenga. Yaani wanaokuja kwenye kazi za ndani. Wanaanza kazi, wanawajengea wazazi wao. Wapo hivyo, lakini yani kizuri ni kwamba wewe kama hivyo unavyosema uanzishe kwanza biashara. Alafu ndio biashara itakujengea, itakufanya kila kitu. Sema kwa sababu wadada wengi, wanawake wengi hatuna elimu sawa sawa ya biashara, uaga hatuna kuwa na vipaumbele ambavyo haviko vizuri. Unaanza kujenga kwa hela ya kazi za ndani, yani utachukua muda mrefu, lakini ukianza na biashara inakuwa ni rahisi kwenda kufanya vitu vyako vingi tu. Wakati biashara inaendelea unaweza ukafanya vitu mbalimbali, kujenga, kusoma na vitu vingine vingi. Kwa hiyo hongera. Sasa swali ni moja la msingi kabisa ambalo hawa watu ambao mnataka wawape hizi hela mnazotafuta ndio wanataka kusikia. Mmejipangaje unapoingia kwenye hizi kazi za ndani? Unakwenda
ukiwa na mtazamo gani? Unakwenda kutoa value gani? Unaenda kuleta utofauti gani kwenye hizo kazi? Mimi nikienda pale kwanza nitamtii bosi, utamtii. Nitamtii. Utafanya unavyotaka wewe ndani ya nyumba yangu. Sitafanya hivyo kwa sababu nipo chini yake. Nitaheshimu kile ambacho atanipangia nifanye. Nitajali muda pia. Okay. Alafu pia mambo ya longolongo sijui nini hayo sitakuwa nayo. Utakuwa nayo. Ya longolongo ndio yapi ya? Kurukaruka na wavulana. Maana kuna tabia nyingi zinavyofika mbele za watu. Kuna kuiba, wavulana, na vitu vingine. Zote hizo ya utafanya. Nitakuwa tu mtu mwaminifu. Okay. Heshima pia ndio kitu muhimu. Sawa sawa, Angel, umeongea vizuri, lakini maneno ni rahisi kusema ila vitendo. Sisi mradi wetu, maana ya ule mkataba wa mwaka na kusema kuna dhamana, ni kwa sababu tunapenda hizo tabia unazozungumza hapa ndio wadada waende nazo, kwa sababu ukienda nazo hizo utafanikiwa. Lakini wale ambao wanaenda kuwa viburi, wanakuwa wambiliki, wanaanza kurukaruka mara na wanaume hawa, mara humu ndani wanataka waume za watu, mara yani waongo, wadokozi, hizo tabia zote huwezi kufika popote. Kwa hiyo wanapotolewa kazini inabidi tufanye replacement. Kwa hiyo kama unaahidi kwamba hivyo ndivyo utakapoenda kufanya kazi, utafanikiwa sio tu kwenye kazi za ndani, utafanikiwa kwenye maisha yako yote. Kwa sababu mafanikio Mungu ameshatutabiria kupitia kitabu chake, neno la Mungu. Ukifanya vizuri, unaishi vizuri na watu. Ukifanya vibaya, hakuna binadamu hata mmoja atakukubali. Naelewa, na sisi mradi wetu tunafuata neno la Mungu. Ili tuweze kufanikiwa. Ndio maana sisi tupo muda mrefu sana, miaka zaidi ya 10 bado tupo na tutaendelea kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu tunafuata utaratibu wa Mungu aliotuelekeza. Tunataka kuwa waaminifu, tunataka kufanya kazi kwa bidii, tunataka kuhakikisha wasichana wote ambao wanahitaji fursa wanapata fursa, lakini pia tunalinda haki zao. Okay? Haya, kwa hiyo karibu sana, nenda kafanye kazi vizuri. Kuwa mwaminifu kama ulivyoahidi, chapa kazi, sikiliza bosi wako anataka nini, sio wewe unataka nini ndani ya nyumba yake. Sawa? Sawa. Karibu sana.